ulipo, nataka awe ananinyonya, maana kila siku namwambia hataki. Anakunyonya nini? Awe ananinyonya K. Ila Love, unapenda mambo ya ajabu. Ndio, ni kweli, waga hataki. Au una mipele? Umeshanyoa manini hayo? Mipele imetunatuna, mtu anaogopa. Una mipele? Sina, ila hataki tu. Au nani wako imekaa ovyo ovyo kama kitabu? Mwingine anaogopa na hisi sijakatafuna nyama. Hapana. Kuna visababu kipenzi. Pole ndugu yangu. Haya. Guys, after screen. Kitabu je. Kuna watu nini zao Mungu mashallah kawaumba, ipo kama kitabu imekaa ambapo mtu anaambia 6 sijui 10. Mambo. Poa, karibu. Asante. Mimi dukuduku langu na bwana wangu mwanachuo aitwa Ima. Ima huyo nimemlipia ada ya chuo. Alafu sasa hivi nampigia simu hapokei. Yeye ni kama anisikia hapa, nataka tu hela yangu. Mwenyewe mpaka sasa hivi nimejibana nimeshinda kumtumia hela mamangu. Nimekutumia hela chuo. Umesema ukipata kazi unanisaidia. Alafu mwisho wa siku upokee simu zangu. Nataka tu hela yangu, nataka hela yangu nikikufuata huko Kimara, nataka hela yangu. Nataka hela yangu kabisa, nimechoka. Natumia simu ya mkopo kwa ajili yako. Pipi ndio hivyo. Pole. Asante. Itakuwa amesikia. Haya. Mwingine amelipa ada. Mungu niepushie nisije nami ngampenda mtoto wa mtu bure. Halo, mambo da Pipi? Poa, karibu. Kwema? Kwema. Ila tuambie tu ukweli, wanaume wa kibongo tu kwenye nyambo wananuka mikundu, wajue kujisafisha. Mtaje tu mwanaume wako nani? Yaani unangoja kuna mwanamume anaitwa Abduli. Kuna mwanamume anaitwa Abduli, anakaa Jang'ombe, ni mwanamume wa kibongo. Tumeenda sehemu, unajua Farah mtoto wa kike lazima unyonye vitu vyetu. Na ukunyonya vitu vyetu lazima kilimilimi kipite maeneo dada. Na sio kama hawajijua wanaume usiweze ukanyonya sehemu moja da Pipi. Utanyonya hadi kilimi kifike kikunduni. Mkundu baba yule mkundu asafishe. Atakuja kutozesha midomo. Na kuanzia leo aache kunipigia simu. Sitaki kupigiwa simu kwa sababu nimeblock kila kona, katafuta namba zangu. Aache kunipigia simu kwa sababu nimeona kitu cha ajabu mkunduni. Imeisha da Pipi. Aache kufanya kunitafuta kila kona. Nakwambia nimejiachia mtoto wa kike kilimi kama nyoka. Nataka kung'ata asali. Kasitaki. Asitafute kunipigia simu. Ananipigia simu kila kona. Amesikia. Karibu tena. Ngoja niwapandishe mtu madugu tu kwenu. Wewe nani imenikatalia lili nani sijui. Wanaume nanyi nao msiwe mnajiachia jamani, msiwe mnajimanua. Kwani mpaka mtu akuguse huku, si mtu aishie tu hapo.
Ah, karibu. Mambo Poa. mzima? Niko poa, karibu. Asante. Mi dukuduku langu na bwanangu Joseph. Jamani, mwanaume mbaili. Usishangae Dapipi, kweli naongea. Mwanaume mbaili, alafu ana uboo jamani ukaka. Anatomba lakini hela hatoi. Nashindwa kuvumilia jamani, siwezi. Ha. Dukuduku langu ndo hilo. Atoe hela. Mtu ana uboo mkubwa lakini anakuwa mbaili. Unajua uboo ukiwa mkubwa unaumia pa kuingiza, unaumia. Usicheke, nashindwa kuvumilia. Uboo unashindwa kuvumilia kutokucheka. Uboo unausikia unafika hadi kooni. Lakini hela mtu anakuwa mbaili. Kwa nini? Siwezi. Yaani siwezi Dapipi, siwezi. Naomba aniache. Najua ananisikia. Kwa sababu nimemuona. Najua ananisikia. Aniache. Mtu mbaili kama nini? Siwezi. Sawa, amesikia kipenzi. Karibu. Asante. Hani. Live ya leo. Mungu asimame. Nakupandisha. Wewe madukuduku, ombeni naniu. Dukuduku limfikie muhusika, vipenzi vyangu katika Bwana. Dukuduku limfikie muhusika. Sawa? Kwa unavyosema na dukuduku langu, unamtaja muhusika nani, imradi akisikia huko ajirekebishe. Dapipi, mambo vipi? Poa, karibu. Fresh. Bwana, mimi nina dukuduku langu. Mimi nina dukuduku na waokota chupa. Waokota chupa hata kama wapo bwana, dukuduku langu mimi wananibia sana nguo mtaani kwangu. Sikai kwa raha. Wananibia sana nguo, kila nikianika wanapita nazo. Hawajui ya nani, wanabeba mpaka sidilia za kike, hawaelewi, wanabeba tu. Sasa jamani, tunaishije mtaani kwetu? Dukuduku langu ndo hilo Dapipi. Sawa, umesikia, ila sina imani kama watakuwa na simu. Wewe hata kama ukitoa klipu zako wewe wachambe tu. Wewe wachambe, watapata taarifa tu mitandaoni tu. Wanaiba hatari, ninavyokuambia, viatu, nguo.